Sasa mwanangu pale nimeamka asubuhi. Nina njaa kichizi. Nikasema mwanangu hii hali kwa huu mwaka mwanangu. Bora ningekula mwaka jana. Nikafanya delayed kula mwaka jana. Mwaka huu sasa mwanangu nimeamka jua linachoma nina njaa. Nikasema hii sio kweli. Au sio? Nikaenda kwanza pale kwa Dameli pale mwanangu. Pale mtaani kwetu kuna Dameli. Hiyo ndo anatuokoa sana. Kwa Dameli. Sawa mwaka jana sikulipa. Ila afanya kufunika kombe. Kwa sababu huu mwaka tunaanza mwaka mpya, kwa hiyo nilikuwa naomba nikopeshe nyanya za 500, pilipili ya 100 na dagaa. Ili asubuhi nikatoe kitu. Sababu toka mwaka jana mimi sijala. Na ukianza kupiga hesabu za mwaka jana unazonidai, uongo, unadanganya. Dameli katekeleza kanipanga pale wewe unajua udai, ukidaiwa wewe unaanza kuwa mkali sio nini? Nikamwambia Dameli, mimi binadamu, kijana wako mimi. Twende mbele kurudi nyuma. Wewe una vijana kama mimi. Hebu imagine. Huko aliko. Wanapoteseka kama mimi hapa. Mimi ni kitu kidogo tu anikazia. Sasa ndugu zako ambao wapo kule, tutakuwa tunapigwa na makofi. Dameli bwana ndio tukakubaliana. Ndio. Haya. Swala la mboga nimelisolve. Tunarudi nyumbani hakuna gesi. Kubwa. Gesi hakuna. Nikasema sasa hapa niende pale mtaani bwana kuna mjumbe anauzaga gesi. Nikasema sasa kwa mjumbe naenda. Naambia mjumbe mimi natafuta namba ya NIDA mjumbe ili tu tukae tuongee kwa sababu mjumbe yuko bize. Ukimwambia masuala ya cheo chake anakukulia kabisa, anakusikiliza vizuri. Bwana nikamwambia mjumbe bwana mimi nataka nipate mifumo nataka nipate cheti cha NIDA. Mjumbe akasema sawa. Kuna zile stories za NIDA sasa nikachangia hapo kuna masuala ya gesi. Nikasema mjumbe sasa mimi na njaa. Kuongea hapa masuala ya NIDA nitachanganya. Hebu mjumbe fanya hata gesi basi mimi nikapike ugali. Nile ili tuongee masuala. Mjumbe kanuna. Mimi naijua hiyo. Mwaka jana nimekuazima gesi. Umekataa kulipa hela yangu. Nikasema tena yale ya Dameli. Nikamwambia sasa mjumbe mimi kijana wako. Tukarudi kule. Wewe una vijana kama mimi. Huko waliko wana maisha gani? Sio watateseka kama mimi. Fanya hivyo mjumbe. Bwana mjumbe kakunjua bwana kweli yeye ana akili wala kupenda. Sasa hii simulizi nyingine itaendelea. Tuishie hapo. Ngoja nikatafute kwanza msosi ile.